Yesu Kristo. Nimefurahi kufika hapa kwa mara ya kwanza. Nilifika mwaka 2020 tulivyokuwa na mwenyekiti wa sasa ambaye alikuwa anagombea urais, Mheshimiwa Tundu Lissu. Tulizunguka, ninakumbuka kabisa, tulitokea Misungwi, nakumbuka tulipita Ngudu, tukaenda Kwimba, tukafika na Magu, nadhani tukamalizia pale Mwanza mjini. Ninakumbuka watu walikuwa wengi sana na tulipewa hata gunia la karanga hapa. Ninakumbuka sana. Lakini niweze kusema tu, pengine wengine watashangaa kumuona askofu katika mikutano kama hii. Na pengine ndio ujumbe wenyewe kwa nini askofu yupo katika mikutano kama hii. Nimeeleza kwamba tulikuja na Lissu na Mheshimiwa Lissu alipigwa risasi nyingi sana. Lengo lilikuwa ni kumuua. Lakini risasi zile zilizopenya ni 16. Wale wanaofahamu, risasi moja tu inatosha kutoa uhai wa mtu. Lakini risasi 16 hazikuweza kutoa uhai wa Tundu Lissu. Unafahamu ni kwamba Mungu hakuruhusu Tundu Lissu aondoe katika maisha haya. Lakini wako wengi ambao waliondoka katika maisha haya. Tulikuja pia kutembelea kaburi la Mawazo, Alphonse Mawazo, ambaye ni mwenyeji katika ukanda huu, ambaye aliuawa kipindi kile. Baada ya hapo, uchaguzi ule mimi nilifuatilia. Uchaguzi ule uliporwa kwa mtutu wa bunduki wa mwaka 2020. Lakini muda mfupi tu baada ya matokeo yale, mimi kama askofu niliongea na vyombo vya habari kwa jinsi uchaguzi ule kwamba uliporwa. Siku chache baadaye maisha ya Lissu yalikuwa hatarini. Na mimi ndio niliutangazia ulimwengu kwamba maisha ya Lissu yako hatarini. Baada ya hapo, Jumuiya ya Ulaya kupitia ubalozi wa Ujerumani ilibidi wamtoe Lissu kutoka katika nchi hii, wakamsindikiza na kumuondosha kwa sababu maisha yake yalikuwa hatarini. Lakini maisha yaliendelea. Nilikuja tena Mwanza wakati wa kudai katiba mpya. Nakumbuka ilikuwa mwezi Julai, ilikuwa mwaka 2021. Mimi niliwekwa kizuizini pale Mwanza, na kabla hapo pia kule Dar es Salaam niliwekwa kizuizini. Lakini pale Mwanza baada ya hapo, nakumbuka alikuja Freeman Mbowe, alikamatwa na akapewa kesi ya uhaini. Mimi nilikuwa pamoja na viongozi wengine, nilihudhuria ile, tulipaza sauti mahakamani, na baadaye ile kesi ikaondolewa katika mazingira ambayo sio mazingira halisi. Hasa ni kwa sababu tu hakukuwa na kesi, ilikuwa tu ni dhuluma. Tuliendelea. Lakini kitu kikubwa sana ambacho kimetokea hapa katikati, na ndio ujumbe wangu mimi, ilitokea kwamba baada ya tulipokuwa tunakaribia uchaguzi wa mwaka 2024 wa serikali za mitaa, mimi pamoja na Askofu Bagonza wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kule Bukoba, na pamoja na Father Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania wa kanisa Katoliki TEC, tulienda bungeni. Tulikuwa bungeni kwa ajili ya kushauri mambo kadha wa kadha. Na sisi tulikutana na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, na tuliongea naye kwa kirefu, na alikuja kwa niaba, nafikiri alitumwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, alikuwa nje ya nchi. Alitupa ujumbe wa Mheshimiwa Rais, na sisi tukatoa ujumbe kama viongozi wa kanisa na kama viongozi wa dini kwa ujumla. Na tulitarajia kwamba uchaguzi wa mwaka huu ungelikuwa ni mzuri na ungeenda vizuri. Na serikali waliahidi kwamba watafanyia marekebisho baadhi ya sheria ambazo zilikuwa zinagombaniwa. Na ninakumbuka Chadema walikuwa na wasiwasi sana, na walitaka hata kususia katika kuingia katika mjadala ule wa kutoa maoni. Sisi kama viongozi wa dini tuliwashawishi kwamba toeni maoni, na Watanzania wengi wakatoa maoni. Tuitegemea kwamba yale maoni yangesaidia. Lakini kilichotokea mwaka jana ambacho kilitustua sana viongozi wa dini ni kwamba kabla ya yote
kabla ya uchaguzi ule, vijana ambao ni viongozi wa Chadema walianza kutekwa nyara. Wengine mpaka sasa hivi hawajulikana walipo. Kule ukanda wa Nyasa kule Rukwa kuna kijana mmoja anaitwa Dionis Kipanya. Yule kijana alitekwa na mpaka sasa hivi hakuna anayejua alipo. Alikuwa mwenezi wa Chadema katika maeneo yale kule. Lakini Dar es Salaam alikuwepo kijana mwingine Deodis Kipanya wa Temeke. Deodis Soka alitekwa na mpaka sasa hivi haijulikani yuko wapi. Na wenzake wawili akina Mbise na Mlai. Lakini kule Mbeya yuko kijana mwingine pia alitekwa Chaula, naye hajulikani halipo. Mwaka huo haikupita muda, aliyekuwa kiongozi wa Chadema alitekwa mchana kweupe kwenye basi, na kesho yake akapatikana kwenye mapori ameuawa. Sasa katika mazingira namna hiyo, tukawa tumeingia katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Viongozi wa kanisa, mimi naongelea kwa upande wa kanisa, tulishawishi kwamba watu wakajiandikishe katika serikali ya mitaa, daftari ya serikali ya mitaa, wakapige kura. Na watu wakajitokeza wakajiandikisha kwenda kupiga kura. Lakini kilichotokea katika uchaguzi ule pia uliporwa kwa mtutu wa bunduki. Kule Dar es Salaam kuna mgombea aliuawa aliyekuwa anagombea serikali za mitaa, nafikiri chama cha Chadema. Huku Misenyi kuna mgombea aliuawa. Hapo Singida kuna mgombea aliuawa. Na kule Tunduma kuna mgombea aliuawa. Sasa tukiachilia mbali wale ambao waliumizwa, sasa mambo kama yale yakafika mahali ambapo sasa tukasema hili sio jambo zuri tena. Tukagundua kwamba kumbe kuna shida iko katika mfumo. Tukiwa na mfumo huu wa uchaguzi ambao hakuna anayewajibika, hata kiongozi mwingine wa chama chochote akiingia madarakani, hata Chadema akiingia madarakani, tukiwa na mfumo huu wa uchaguzi, mauaji hayataisha kwa sababu ni mfumo ambao ni mbovu. Sasa